Iran yapo kulipiza kisasi damu safi ya kiongozi aliyeuawa shahidi kwa wakati unaofaa. Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran limetangaza kuwa wahusika wa uhalifu na mauaji dhidi ya kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Ali Khamenei na watu wa Iran watakabiliwa na adhabu kwa wakati unaofaa kutoka kwa viumbe waadilifu, huku nchi hiyo ikijiandaa kwa mazishi ya Imam Said al-Khamenei. Wanasema ngumi iliyokunjwa kiongozi aliyeuawa shahidi wakati wa kupaa kwake na kurejea kwa Mola itabaki kuwa ishara ya kudumu ya mafundisho na sera ya usalama wa taifa ya Iran, amesema Mohammad Bagher Zolkadri, katibu wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran. Zolkadri, kamanda mkongwe wa Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, aliyeteuliwa kwenye nafasi ya juu ya usalama wa taifa mnamo Machi 24 mwaka huu baada ya mauaji ya mtangulizi wake Ali Larijani kwenye shambulio la Marekani na Israeli, ametoa onyo hilo kabla ya shughuli ya mazishi ya Imam Khomeini inayotarajiwa kuanza siku kadhaa zijazo. Amesema faili la kulipiza kisasi cha damu safi ya Khamenei, muadhamu na mashahidi waliodhulumiwa wa Iran bado liko wazi, ametangaza Zulkadri, na kuongeza wahalifu na wale walioamuru uhalifu huo watakabiliwa na adhabu yao ya haki kutoka kwa viumbe waadilifu wakati unaofaa ambao hautachukua muda mrefu. Kwenye taarifa tofauti, Baraza la Walinzi wa Katiba nchini Iran limesema adui alitenda uhalifu huo mbaya kwa matumaini ya uongo ya kuvunja irada na azma ya taifa la Iran. Baraza hilo limeyataja mazishi ya kiongozi shahidi wa mapinduzi ya Kiislamu kwa ni kipindi cha kihistoria cha mabadiliko kwenye uthabiti wa mfumo wa Kiislamu, na kuongeza kwamba damu safi ya kiongozi mkuu itaangazia njia ya kweli hadi ushindi wa mwisho utakapopatikana na itazidi kuikatisha tamaa kambi ya ubeberu. Mazishi haya si shughuli ya maombolezo tu, bali ni dhihirisho la imani na uaminifu wa taifa ambalo kwa miaka mingi chini ya uongozi wa Ayatollah Khamenei limepita kwa njia ya heshima na mukawama. Shughuli hii kubwa ni ishara ya nguvu ya Iran dhidi ya kambi ya ubeberu na fursa ya kutangaza tena utiifu kwa maadili ya mapinduzi, imesema taarifa Baraza la Walinzi wa Katiba. Watu wa Iran kwa mahudhurio yao makubwa wataonyesha mshikamano na umoja wa kitaifa, imesisitiza taarifa hiyo. Vilevile, Spika wa Majlisi ya Ushauri ya Kiislamu ya Iran, bunge, amewatolea wito wananchi kuhudhuria shughuli zijazo za mazishi ya kiongozi muadhamu wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei na kutaka kulipizwa kisasi damu safi ya kiongozi huyo aliyeuawa shahidi. Katika ujumbe wake kwa taifa la Iran Alhamis, Mohammad Bagher Kalbaf amesema kuwa shughuli ya mazishi ya Ayatollah Said Ali Khamenei iliyopangwa kufanyika kuanzia tarehe 4 hadi 9 mwezi huu wa Julai si shughuli ya kuaga mwili pekee, bali ni tukio ambalo ndani yake wa Iran wanatangaza tena utiifu wao kwa njia tukufu ya mashahidi na tunu za mapinduzi ya Kiislamu. Anasema leo macho ya historia yanaelekezwa Iran, mkusanyiko mkubwa na wa kihistoria wa mamilioni ya wananchi. Nyie ni watu adhimu. Muungano huu utakuwa dhihirisho la upendo na uaminifu. Ni mahudhurio ambayo kwa mapenzi Mwenyezi Mungu yatageuza tukio hili la mazishi kuwa tukio kubwa na la kudumu kwenye historia ya mwanadamu. Kalibaf, ambaye pia ni kiongozi wa timu ya mazungumzo ya Iran, amewataka wananchi kuandika ukurasa mtukufu kwenye historia ya Iran kupitia mwitikio wao wa hamasa katika mazishi ya Imam shahidi, na kwa mara nyingine tena kudhihirisha kuwa taifa la Iran limeungana na kusimama imara kwenye kutimiza ahadi yake wakati wa matukio muhimu. Na nikwambie, wawakilishi kutoka nchi zaidi ya 90 pamoja na viongozi wa kidini, wasomi na watu mashuhuri kote duniani wametangaza utaarifu wao wa kuhudhuria mazishi ya kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei. Akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumanne, Al-Akbar, naibu waziri wa mambo ya ndani wa Iran anayeshughulikia masuala ya usalama na katibu wa kamati ya maandalizi ya mazishi, amesema kwamba zaidi ya nchi 30 tayari zimewasilisha maombi rasmi kutuma wajumbe wa ngazi za juu kwenye mazishi hayo. Ameendelea kusema kuwa mazishi hayo yaliahirishwa ili kutoa muda wa kutosha kuandaa shughuli kubwa ya kitaifa na kimataifa. Pia ameeleza kuwa kwa mujibu wa maamuzi ya ofisi ya marehemu kiongozi na mwongozo wa kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Said Ali Khamenei, shughuli hiyo itafanyika kwa siku kadhaa. Afisa huyo amesema matukio hayo yamepangwa chini ya usimamizi wa Baraza Kuu la Usalama wa Taifa, ofisi ya kiongozi muadhamu na makao makuu ya kitaifa yaliyoanzishwa na utawala chini ya makamu wa kwanza Rais Mohammad Reza Aref. Sasa ni kutoe huko. Takriban miezi mitatu imepita tangu kumalizika kwa uvamizi wa kijeshi wa Marekani na utawala wa kizayuni wa Israeli kwenye ardhi ya Iran, lakini kila siku na kufuatia kuchapishwa nyaraka mpya na picha pamoja na simulizi tofauti, viwango vipya vya jinai za wavamizi hao vinafichuliwa. Kile ambacho hakikuonekana wakati wa siku ya vita kati ya moshi, moto na simulizi za awali, leo ripoti za nyanjani na ushahidi wa mashuhuda unatoa picha tofauti kabisa kuhusu mashambulizi hayo. Jinai ya Al-Mehdi ni mojawapo ya kesi za kushtua sana.
shambulio ambalo ikiwa matokeo ya ripoti ya uchunguzi ya chombo cha habari cha Uingereza Middle East Eye itachukuliwa kuwa msingi wa maamuzi, ni mfano wa wazi wa matumizi ya mfumo mpya wa silaha dhidi ya eneo la makazi ya raia. Ripoti mpya Middle East Eye iliyotayarishwa kwa msingi wa picha za nyanjani, ripoti za matibabu, ushahidi wa mashuhuda na uchunguzi wa eneo la tukio, inafichua ukatili ambao ulifanywa na mfumo wa kombora la Precision Strike lililotengenezwa na kampuni ya Lockheed Martin na ambalo lilitumika kwa mara ya kwanza kwenye historia yake ya operation dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, makombora manne yalitumika kulipua sio kambi ya kijeshi au kituo cha kimkakati, bali mitaa miwili ya makazi kwenye mji wa Lamed ulioko kusini mwa Iran, ambapo shule, ukumbi wa mazoezi, uwanja wa mpira, nyumba za makazi na maduka lilipuliwa kinyama, na watoto waliokuwa wakifanya mazoezi ya mpira wa wavu na wa miguu kuliwa kikatili. Kwa mujibu wa chombo hicho cha habari, kila kombora lilibeba takriban risasi 180,000 za tungsten na risasi nyingine 720,000 kutapakaa kila mahali kwenye eneo hilo. Ripoti ya uchunguzi wa gazeti la New York Times pia imeonukuu wataalamu wa silaha wakisema kuwa namna milipuko angani na tahadhira zilizoachwa nyuma zinaoana kabisa na sifa za mfumo huu wa kombora. Ikiwa matukio haya yatathibitishwa na uchunguzi huru, Lamed itakuwa mfano wa kwanza kurekodiwa na matumizi ya operation ya mfumo huo dhidi ya eneo la kiraia. Tahadhira za kinyama za shambulio hilo ni za kushangaza na kutisha zaidi. Katika shambulio hilo raia 21 wakiwemo watoto 6 waliuawa shahidi na zaidi ya watu 150 walijeruhiwa. Miongoni mwa waliouawa shahidi ni msichana wa miaka 2 ambaye alikufa kutokana na kupigwa na vipande vya risasi alipokuwa akicheza uwanjani. Sehemu muhimu zaidi ya ripoti hii ni kutokuwepo ishara yoyote ya kijeshi katika maeneo yaliyoshambuliwa. Middle East Eye inasisitiza kwamba uchunguzi wa nyanjani uliofanywa na vyombo vya habari haujaonyesha uwepo wa aina yoyote vituo vya kijeshi au kistratejia kwenye eneo hilo, na kwamba wahanga wote walikuwa raia wa kawaida. Hii ni katika hali ambayo kamandi kuu ya Marekani CENTCOM siku chache tu baada ya shambulio hilo ilieleza matumizi ya kwanza kabisa ya kivita makombora hayo dhidi ya Iran kwa mafanikio ya kijeshi. Kufanana na majeraha yaliyorekodiwa huko Lamed na kuchapishwa ripoti za utumiaji wa mabomu sawa na hayo na utawala wa Israeli dhidi ya raia huko Gaza, unasisitiza haja ya kufanyika uchunguzi wa kina zaidi kuhusu muundo wa matumizi ya aina hiyo ya silaha. Swali linaibuka hapa kuwa je, silaha hizo zinazodaiwa kuwa zenye usahihi wa hali ya juu zimekuwa nje au njia ya kuleta madhara makubwa zaidi ya kimwili na kisaikolojia kwa raia wa kawaida? Kutofanyika uchunguzi wote huru wa kimataifa unazua maswali mazito kuhusu uzembe unaofanywa na taasisi husika kwenye kushughulikia swala hili muhimu. Leo Lamed si jina la mji tu, inawakilisha majeraha ambayo bado yapo kwenye miili ya makumi ya watoto na mamia waliojeruhiwa na ndani ya maisha ya familia zilizofiwa. Vifo vya watoto 6 akiwemo binti mdogo wa umri wa miaka 2 aliyekuwa akicheza uani mwa nyumba yao na mamia waliojeruhiwa ambao baadhi yao wataishi na ulemavu maisha yao yote, ni ukumbusho kamili kwamba matokeo ya vita yanavuka na kuenea zaidi ya siku za mapigano. Ingawa imechapishwa kwa kuchelewa, lakini ripoti ya Middle East Eye dirisha la kushuhudia ukubwa halisi wa mojawapo ya mashambulizi ya kuhuzunisha zaidi dhidi ya raia wakati wa vita vya karibuni. Ufichuliwa ukweli, kuwajibishwa watendaji jinai, kufanya uchunguzi huru na kunukuliwa kwa usahihi matukio haya ni matakwa yasiyopingwa, sio kwa watu wa Lamed pekee, bali kwa ajili ya kulinda itibari ya sheria za kimataifa na kuzuia kukaririwa majanga kama hayo katika siku zijazo.